mwanzo wa mgogoro kati ya Urusi na Ukraine, ulimwengu umeshuhudia matumizi mengi sana ya teknolojia za kisiasa na za kivita. Lakini pia ni silaha gani hasa ambazo zinazotumiwa na athari zake ni zipi kwa raia wa kawaida? Urusi imewekeza kwa miongo kadhaa katika teknolojia ya kijeshi, ikiunda silaha zenye nguvu zaidi na zenye uwezo wa hali ya juu. Baadhi ya silaha hizi za kisiasa, huku nyingine zikiwa ni mabaki ya enzi za vita baridi, lakini pia bado zina nguvu ya kuleta uharibifu mkubwa. Makombora kama vile Kalib na Iskander-M ni maarufu katika mashambulizi haya, yaani uwezo wa kufika umbali mrefu zaidi, yakiharibu majengo ya kijeshi pamoja na ya kiraia. Urusi pia inatumia ndege kama vile Su-35 pamoja na MiG-31 ambazo zimekuwa msaada mkubwa sana kwa mashambulizi ya angani. T-90 ni moja ya mizinga ya kisasa zaidi ya Urusi, imekuwa silaha muhimu katika vita vya ardhini. Drones kama vile Olantain zimeonyesha umuhimu wake katika upelelezi wa kushambulia kwa usahihi. Lakini pia mashambulizi yameacha miji ikiwa magofu, maelfu ya watu wakiwa wamefariki na mamilioni. Silaha hizi zinaonesha uwezo wa kijeshi wa Kirusi, lakini pia zinazuia maswali kuhusu hatma ya Ukraine na hali ya amani ya dunia. Unaweza ukaniambia kupitia uwanja wa comment hapo chini ni kitu gani ambacho unafikiri kitafata baada ya teknolojia kubwa kama hii ya Urusi, lakini pia na vita baridi ambayo inaendelea kati ya Marekani pamoja na Urusi, yaani nchi za kikapitalisti pamoja na nchi za socialisti. Nipange hapo kupitia uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Touch.